Siku chache baada ya dereva mmoja wa bajaji mkazi wa Iganzo kufariki kwa kujinyonga, dereva mwingine wa bajaji Isaya Edwin mwenye umri wa miaka 26 amefariki kwa kujinyonga chumbani kwake Machi 4, 2025 kwa majira ya saa 6 mchana wakati mkeo akiwa anafua nguo nje ya nyumba waliopanga. Mwenyekiti wa mtaa wa Nyibuko kati ya Yera jijini Mbeya, Titus Virumba amethibitisha kutokea kwa tukio hilo linalodaiwa kutokea Machi 4, 2025 majira ya saa 6 mchana. Virumba amesema alipata taarifa kutoka kwa mwenye nyumba na mkeo marehemu, ambapo alitoa taarifa kwa polisi kata, na baada ya maafisa wengine wa polisi walifika na kukata kamba kisha kushusha mwili na baada ya kwenda hospitali kwa uchunguzi zaidi. Hata hivyo, mwenyekiti wa mtaa Nyibuko amesema marehemu hajaacha ujumbe wowote na ameacha watoto watatu. Virumba amesema sababu kubwa za vifo kwa vijana vinatokana na majukumu makubwa ya kifamilia huku wakiwa na umri mdogo. Sababu nyingine inataja kukithiri kwa michezo ya bonanza, pulu na kamari mitaani. Vijana wengi kuingia tamaa ya kucheza na wanapokosa ndipo huchukua hatua za kujitoa uhai. Hivyo wanaiomba serikali kuangalia namna ya kuiondoa michezo hiyo ili kuwanusuru vijana. Neema Johnson ni mkewe wa marehemu, amesema mumewe kabla ya kujinyonga amepitia mikasa mbalimbali ikiwemo kunyang'anywa bajaji 2 za mkataba, pia kunyang'anywa bajaji nyingine aliyokuwa akiendesha baada ya kushindwa kufikisha malengo. Hivyo sababu ya kubwa ya kifo chake mumewe ni msongo wa mawazo. Mmiliki wa bajaji Loda Mwanao amekanusha kumnyang'anya marehemu bajaji. Amesema hadi kifo kinamkuta bajaji alikuwa nayo mikononi mwake, na alipofuatilia alibaini kuwa bajaji yake inaendeshwa na mtu mwingine ambaye alimpa dewaka. Baada ya kupata taarifa hiyo za kifo ndipo akaiegesha eneo jingine. Aiza amesema waliingia mkataba na marehemu Juni mwaka jana, na mkataba ulikuwa unamalizika mwezi Aprili mwakani.